Uhali gani mpenzi mtazamaji wa One Vision TV, karibu tena, na leo ni wasaa mwingine na wasaa mzuri ambao ni wa interview zile kali, na leo nipo na mdada ambaye nimemuinda almost kwa mwezi mzima, anasafiri sana. Umekuwa mtalii? Jamna, mishemishe mjini. Mishemishe. Hebu niambia kwanza siri ya wewe kusafiri hivyo nini? Shemeji yenu. Shemeji. Ndio. Ndio ule shemeji uliniambia? Acha wewe. Kabisa. Anakuweka busy sana. Iringa. Yaani kila sehemu. Yaani kwa Tanzania hapa sijui yapi ambapo nimebakisha kutembea. Umeshafika Kigoma? Sana. Kwetu kule. Nimefika. Acha wewe. Umekula hadi mgebuka kabisa? Nimefika mpaka Bukoba huko. Alright. Gharama kubwa ambayo imeenda kwa kichwa, maana naona hiyo nani imekuwa very famous sana, watu wadada wengi wanaipenda, imekosta kama begani 35 tu. 35. Mimi nikajua imefika laki, au na mtu mmoja huko aliwahi kuulizwa wewe akasema 100,000. Hakuna nywele ya laki, mbombo zao tu. Na siku hizi umekuwa ukiwachana sana wadada. Wadada wamekufanyaje? Lazima niwachambe kwa sababu unakuta mtu anaongwa 5,000 anatangaza mtandaoni kwamba anapendwa. Kweli? 5,000 ni ya kutangaza? Labda ndo kipato cha aliye naye. Hamna, mbombo tu. Hivyo pesa kubwa kabisa kwa kuongo ilikuwa ni shilingi milioni 10. Milioni 10. Ulifanya nini? Nilitumia tu na baba wangu, nikaambiwa sipendi unapokaa, naomba uhame. Na nikahama. Nikafanya na mambo mengine. Ila Patricia bwana. Lakini pia umekuwa zaidi sana unachochea sana, sawa? Namna ambavyo watu wengi wamekuwa kilalamika, namna ambavyo unawatega kwa figa ulilobarikiwa na Mwenyezi Mungu Maulana. Umekuwa ukiwatega watu. Kweli Fedri kabisa, waone kama unawapa vijana tabu. Sijawahi kukaa kufikiria kumtega mtu. Unajua nini? Wanawake weupe akivaa hata nguo yote fupi lazima ataonekana kama anafanya nini? Anajiuza. Au kama anawatega watu. Lakini mwanamke mweusi hata akivaa bikini hawezi kuongea. Sijui kwa nini. Yaani najiulizaga. Unakuta mwanamke mweusi aivaa pensi, kapanda kwenye bodaboda, hawezi kuitwa. Lakini mwanamke mweupe vaa pensi, panda bodaboda, hizo kelele zake sasa. Hivi kwa siku, sawa? Ikitokea kama unasema leo unaenda kwa mguu, let's say labda unaenda gengeni au labda unaenda sehemu yote kununua labda chochote kitu, huwa unaitwa mara ngapi? Naombaga namba mpaka nachoka. Hizo namba tu. Yaani hiyo kuita tu dada. Mamako alikuzaa wewe. Mungu alikuumba siku ya weekend. Rangi ya mtume. Kila sehemu. Nachoka kila sehemu. Unachoka? Na huko Iringa unako kwendaga huko, sio kwao na warembo zaidi sana huko nasikia. Sana, alafu ndo unakuta saa wanaona hivi nikiendaga sehemu za kwao, unakuta. Okay. Kwa sasa mimi nimekuwa nikifuatilia sana, sawa? Na ukiachilia mbali na kuwa unasafiri, wewe pia ni shabiki kindaki wa klabu ya Simba, si ndio? Kabisa. Kindaki sana. Na siku hizi mnakaa 24 hours pale juu kwenye nani ya Yanga pale, mara mnambandua mara mnamweka kwenye msimamo wa ligi. Hii ikoje? Si unajua Simba hatuhitaji kushindwa kitu. Mnaweza sana. Au si? Mna uhakika ubingwa mnachukua Simba? Yaani hiyo ipo. Yaani ipo, lazima tuchukue Simba. Unajua Simba tunajivunia, cha kwanza wachezaji wetu wengi wa Simba ni weusi, kwa lazima wana nguvu. Si unajua na weusi wana nguvu. Alafu kitu kingine cha pili, wanawake wa Simba ni piskali. Si unaelewa? Kwa hiyo lazima tujivunie. Alafu Simba ni timu ambayo ni tajiri Tanzania. Tuna hela yani. Kabisa. Hivi pale kwa haraka sana, wachezaji watatu ambao wanakuvutia, yani unasema hawa hata ikitokea kwa tunuku na tunuku. Yaani sina watatu. Na huyu mmoja, yani hata ikitokea leo akaniambia, "Feti, uko wapi? Njoo." Nampenda Chama sana. Chama? Sana. Ana mke yule. Jamani, yule Muislamu. Kwa anaweza kaongeza. Upo tayari kuwa jiko pale la pili au la tatu? Nipo tayari. Yule mwanamume mweusi, rijali, afu ana hela wewe yule. Inaonekana wanaume weusi ni vitu vyako sana. Yaani mimi napenda wanaume weusi sana. Mimi najua labda utapenda wanaume weupe kama wewe. Wanaume weupe wa kupigia picha tu. Nachoka mimi. Wanaume weupe wa kupigia picha.
Kwa nini sasa? Lakini sasa si wanaume, kuna watu wengine hawalali. Ni hao wengine, lakini mimi siwezi kumpenda mwanamume mweupe. Mimi lazima nishabikie mwanamume mweusi, rijali, yani mwenye muonekano fulani hivi. Kwa hiyo Chama popote alipo imfikie hii. Chama ni vitu vyangu. Vitu vyako. Unampenda kinyama nyama. Yeah. Sijui kaachika kwa mbaba. Yeye mwenyewe anajua nampenda Chama. Yaani anajua hiyo. Anajua. Hana mbamba nyingi. Anajua. Ila wanaume tuna mateso kweli, tuliumbwa mateso. Kwa hiyo sasa hivi Chama ikitokea DM nini, njoo kwenye nani utaenda kabisa. Muda sana na kumpa. Yaani kila kitu. Waenda kumwagia ule utamu wa bibi aliofundisha au? Kabisa. Acha wewe. Alright, wewe hivi kwanza wewe kabila gani? Mpare. Naomba sifa 5 za mabinti wa Kipare. Sifa 5 za mabinti wa Kipare. Ya kwanza, binti wa Kipare wapambanaji. Ya pili, binti wa Kipare tunaijua hela. Unajua mtu unaweza kumpambanaje afu usijue hela. Ukiwa unaijua hela huwezi kuitumia ovyo. Alafu cha 3, hat fake life. Yaani tunaishi maisha yetu halisia. Umenielewa? Alafu cha 4, tuna upendo. Alafu cha 5 pia ambacho tumejaliwa wanawake wa Kipare, tuna maendeleo. Hizo ndo sifa za Kipare. Kabisa. Yaani wewe date na mwanamke wa Kipare uone, lazima maisha yako yatabadilika tu. Au sio? Mimi ukinitafutia mmoja wa koa, ukimtafutia kakangu Brazamino pale, ukamtafutia mmoja wa koa. Wewe mdogo wangu. Mimi naona niandae suti au na mahari. Nakuja na mahari kiasi gani? Mahari ya Wapare milioni 5. Sio gharama sana. Milioni 5, yani hiyo mahari ambayo inajulikana yani kinini? Kimila. Milioni 5. Ng'ombe 4 na mbuzi 2. Ng'ombe 4 na mbuzi 2. Hapo mtu akija na hizo pia atafetusha namchukua au wewe bei ya juu? Mimi hapana. Wewe mahari bei gani na kungonya pale? Mahari yangu ili mwanamume anioe. Mahari yangu mimi msaafu. Mimi naolewa kwa msaafu tu. Msaafu tu. Chama mbona kama anategwa hapa? Mbona kama vile unamtegetega Chama aje kwa msaafu tu? Msaafu tu mimi naolewa. Acha wewe. Alright. Tabia moja ambayo inakukera sasa hivi kwa mabinti wa sasa hivi wa Gen Z, sawa? Tumekuwa tukiwaona wengi wakiona mtandaoni na wengine kujiproud sana na kadhalika, na wengine tumekuwa tukiwaona hata kwenye wakipata nafasi kwenye platform za kuhojiwa, wamekuwa wakiongeza sifuri sana kwenye namba. Kwa mfano mtu anakuambia mimi hapa leo nimevalia gharama milioni 9. Mwingine anakuambia bwana niliwahi kupewa milioni 200 kisa kumzalia mtu. Wewe hizi tabia za hawa Gen Z zinakukera kwa kiasi gani, au una lolote la kushiana? Yaani mimi cha kwanza ni wanawake ambao hawajitambui. Kwa sababu wewe huwezi kuongea kwamba labda mimi bwanangu ananipa milioni ngapi, sijui bilioni ngapi, ushanielewa? Alafu ukiumwa kidogo tu unaposti mtandaoni tunakuchangia. Yaani ni watu ambao hawajitambui. Yaani cha kwanza ambacho nawahisi waweze kuishi maisha yao halisia. Yaani unacho huna mtu asijue. Umenielewa? Unakuta mwanamke anamiliki TV inchi 65. Kila akijirekodi kwenye TV. Sijui unanielewa? Unakuta mwanamke amenunua gauni mpya, akivaa na acha lebo. Ili ujue kabisa kwamba ni mpya. Ushanielewa? Unakuta mtu anahongwa milioni, yani anaweza kaongwa labda na mume wake hata milioni 3. Akija anatangaza bwanangu ananipa milioni 20. Anatutamanisha. Ndio ile tunaenda tunamtongoza, anakuja analalamika tena kwenye mitandao. Wajifunze kuishi maisha yao halisia. Alright. Hivi DM yako kupitia content ambazo unazozifanya, sawa? Amewahi kutokea mtu akakuapproach kwa namna yote ambayo ukasema huyu mbona naenda afu kaweka mpunga mnene? Umewahi kuapproachiwa hivyo? Kibao. Kama vile mara mwisho uliwahi kudemiwa ulikuwa na kiasi gani? Ilikuwa DM ya kiasi gani, ya bei gani? Yaani mimi hata nikakuonyesha sasa hivi hapa. Kuna mtu alinicheki. Sio hata nikwambieje. Ngoja nimwangalie. Ilikuwa watu wazito. Mkubwa aliniambia Feti, mambo vipi? Na milioni 5, nataka kukuona tu. Kuona huko kwia? Yaani hiyo kuniona. Na nimeview tu, nimeiangalia, nimepita. Au ametuma na salamu kabisa za juu juu 500,000 milioni hivi? Na yeye kaniambia tu hivyo, na milioni 5 nataka kukuona. Kwa hiyo mimi sikumjibu. Okay. Gharama za Feti kwa mwezi huwa ni shilingi ngapi? Yaani mimi kwa mwezi haiwezi kuzidi la kubwa, kwa sababu kwa siku natumia 3,000. Mara mwezi shilingi ngapi?
Mara mwezi hapo kama hawezi kugonga hata kwenye laki, hawezi kafika laki. 20 kitu. Laki na 20 kama hivyo. Ikiwemo na kodi nini na vitu vingine. Yaani hapo ni hela ya kula. Yaani ukijumlisha masuala ya kodi sio mimi nalipa ni baba. Kwa hiyo hivyo mimi nazungumzia kuhusu kula tu. Na ikitokea issue ya upambanaji, labda watu wanakuona nani mtandaoni vile, wanafikiria kwamba wewe unadanga na vitu kama na hivyo, labda ni kitu gani ambacho watu hawajui sana kuhusu wewe, ukiachana na wewe ambaye ni wa mtandaoni, watu wamekuzoea, wakiona Kali wanasema huyu hii ni style yake ya kujiuza, sawa? Na wakati watu wana style nyingi ambazo sasa hivi watu washavumbua kwa wanavyodai walimwengu. Wewe kwako wewe vipi hapo? Ngoja niwaambie kitu ambacho hamkijui watazamaji. Maisha yangu halisia, mimi ni mpambanaji. Ni mwanamke ambaye ninalima, hata mkono wangu unaonyesha kabisa kwamba nalima, nashika jembe. Kwa watu wasonjua, watu baki huko mjini, watasema kweli Feti ile ni style yake labda ya kutafuta wanaume au kutafuta masponsor. Lakini kwa watu ambao wananijua, ambao wanajua natokea kijiji fulani, wanajua kama mimi ni mpambanaji. Na ndio maana mimi kila siku nasafiri. Mimi naweza ukanicheki leo nikakwambia nipo Same, nalima, ushanielewa? Yaani sitegemei kwamba kucheza mtandaoni hivi ndio nipate hela. Hapana, nalima. Alafu na isitoshe bosi wangu Shafii ananilipa vizuri kwa sababu account yetu ya Facebook iko vizuri na tushaanza kulipwa. Kwa hiyo vile nafanya tu kwa sababu napenda kujichetua. Lakini mimi ni mwanamke mpambanaji ambaye ninategemewa na familia yangu, ninategemewa na watu wengi. Speaking about Shafii huyu sasa hivi juzi hapa jana tu ametoka kupata issue zito sana na wifi yenu. Hii issue ikoje hii? Wewe unafahamu lolote kuhusiana na ile? Maana ameandika waraka mkubwa sana jana. Lazima aumie. Yule mwanamke alikuwa yuko pisi sana, unajua. Cha kwanza alikuwa ana upendo. Alafu sio mtu wa kuchiti yule demu. Sijui unanielewa. Yeye alikuwa amenyooka yule demu. Na mashemeji watu nimeona nani Kiredio ameingilia kati na wengine. Wewe mbona hujachukua hatua na ni bosi wako yule? Mimi mahusiano siwezi kuingilia, ni mambo yao. Naongea nini? Labda unaweza kumshauri. Nimemshauri kupitia simu, siwezi kumshauri mtu masuala ya mahusiano nikaposti au nikafanya nini, siwezi. Nimemshauri mimi kama mimi naongea naye na namba yake. Unajua sio kila unachokifanya lazima kila mtu aone. Mimi na mambo yangu ya kimya kimya, kwa hiyo nimemshauri kupitia simu. Yaani sijui hata nisemeje. Mshauri. Na wifi yetu tunampenda, leo kesho hata akisema arudi tunampokea. Wacha. Lakini kwa unavyoangalia kwa mujibu wa maelezo ya Shafii na kwa namna nyinyi ambavyo mliishi na wifi yenu na kwa namna ambavyo namna ambavyo tu mlivyoishi naye, kweli kila anachokieleza Shafii kina ukweli au kuna jambo lingine hapo nyuma pazia labda watu hawawezi wakajua? Labda yule mwanamke cha kwanza anampenda Shafii sana, unajua sana. Yaani anampenda Shafii yule mwanamke, kwa hiyo hawezi kusema kwamba anadanganya kwamba sijui nini. Ni kweli kafusiwa kuolewa. Na ni kweli kama Kiredio alivyoandika kwamba sijui amegoma kukutana na mwanamume sijui nini hivyo. Ni kweli. Na yani akitokea hata ni leo tumemwambia Shafii, yani yule hata akisema leo mama yake aseme katoe mahari kiasi fulani, tutachangia mahari hata kama una. Kwa yani mpo tayari kumchangia Shafii? Yaani hata aseme yule bilioni ngapi tunachanga. Tanzania ipo nyuma yenu. Na Tanzania ipo nyuma yetu, atatusaidia. Hivi wewe ishawahi kutokea siku moja ukapangiwa labda kudate na mwanaume, ukaamuliwa na familia kwamba familia ikawa kusema kwamba bwana Feti bwana sisi tumekuchagulia mtoto wa Masudi pale na nini kitu kama na hicho, ishawahi kutokea? Yaani mimi haiwezi kunitokea kwa sababu mimi akili yangu naifanya, nafanya kitu kupendekeza mimi mwenyewe nataka nini. Mimi kipindi cha nyuma mume wangu ambaye nimezaa naye pia alikuwa Mkristo. Mimi kwetu Waislamu. Mamangu aliniambia sitaki uolewe na mwanamume nini? Mkristo. Ukiolewa mimi si mama yako, nikamwambia sawa. Kaongea mchana, jioni huyo nimeenda kwa mwanaume na nikagoma kurudi. Wanashangaa siku ngapi nirudishwe na mimba. Mamangu mwenyewe akagoma. Rudi huko. Kwa tukaoana. Na mkaishi. Tukaishi na tukazaa. Ndio hivyo mwenzangu Mungu akampenda zaidi. Pole sana. Asante shapo. Haya. Swali langu niseme la mwisho. Neno moja kwa vijana ambao wanajaa DM yako wakitaka kukutongoza wakihisi wewe ni mshangazi ambaye unaweza ukawa unawalea, lakini pia na neno moja kwa chama, lakini pia na neno lingine kwa watu ambao wanakufuatilia wewe mtandaoni. Mpaka umekohoa. Pole tajiri. Vijana, kwa bahati nzuri mimi sio mshangazi, mimi ni mtoto mdogo, mtoto wa 99, kwa hiyo bado ni mtafutaji. Na pili, siwezi kutafuta mwanamume kibenteni ili nimhudumie. Mimi mwenyewe natafuta sponsor wa kunilea kwa sababu nategemewa. Cha tatu, umesema kwa nani? Kwa chama. Kwa chama. Chama crush wako.
Chama popote ulipo, wewe ni mwanamume wa ndoto zangu. Wacha wewe. Yaani una vitu vyangu, ana rangi, yaani ana muonekano, ni mpambanaji, yaani nikitaja jina lake naishiwa nguvu. Hebu kwanza nitajie sifa kwanza 5 ambazo zinakufanyaga wewe wanaume weusi wanakuchanganya. Ikibidi hata sisi tukapake oil tu wewe weusi basi. Sifa ya kwanza mwanamume mweusi anajua kutafuta hela. Yaani hamwezi kulala njaa ndani. Sifa ya pili ya mwanaume mweusi, hachoki. Yaani ana ile kwamba subiri kuna cha asubuhi, hapana. Shosho. Sifa ya tatu, wanaume weusi hawana roho mbaya. Yaani akikupenda amekupenda wewe na ukoo wako. Atakuhudumia wewe na mama yako na familia yako yote. Lakini mwanaume mweupe ukimwambia tu mamangu anaumwa, anakuambia sina hela. Sijui unanielewa? Kwa hivyo. Mimi niseme asante tajiri. Sawa. Mimi sasa naanza kukuita tajiri feti. Umepoa? Mwanamke ninayemiliki rangi yangu mwili. Wacha wewe. Bila doa. Kabisa. Unawaambia nini wanaotumia vipako? Jamani, acheni kutumia mikorogo. Mimi watu wengi wanalalamika kwa DM kwamba feti unajichubua sijui na nini. Mimi anayenijua, wanaonijua ambao tumetoka nao kijiji kimoja au ambao wameshawahi kuniona before. Sijawahi kutumia cream. Lotion yangu ninayopaka ni 10,000 kwa mwezi. Ina maana sina gharama kiufupi. Sijui unaelewa? Yaani mimi niko natural na sina doa mwili mzima, sina hata kipele. Cheupe mwenzio amenunua gari ambaye ni vanilla. Vipi wewe, tutarajie lini kuona na wewe na ndinga? Mimi siwezi kufanya kitu kwa ajili mtu kafanya. Ushanielewa eh? Gari ni kitu ambacho kinaharibika. Gari ni kitu ambacho kinahitaji hela ili uzidi kukiboresha zaidi kisichoke. Siwezi kumiliki gari afu baadaye linanishia mafuta njiani hela sina, au baadaye linaharibika njiani hela sina, maana kifaa cha gari cha bei nafuu ni 100,000. Sijui unanielewa? Kwa hiyo siwezi kumiliki gari kama sina hela kwenye akaunti, hela nyingi. Mimi ngoja kwa sasa hivi nihangaike kwenye kujenga, niwe na mjengo wangu, niwe na biashara zangu, afu baadaye ndo nitakuja kumiliki gari. Chama we. Usinitajie hilo jina unani. Mke wa Chama. Bi mdogo. Bwana mimi niseme asante sana. Haya poa. Mke wa Chama.